Dalili ya 5 ya nafsi ya mtu iliyotekwa. Nafsi imetekwa. Kumbuka nilisema mtu ni roho, anayo nafsi, anakaa katika mwili. Kazi ya nafsi ni kumwezesha mwanadamu kuishi maisha ushindi hapa duniani. Uishi uwe wewe, yule ambaye Mungu alikusudia uishi hapa duniani kama mtawala. Uweze kuishi maisha ambayo hata mwenyewe ukiondoka duniani utazikwa kwenye mioyo ya watu. Umeona? Sasa tumeangalia dalili mbalimbali za nafsi iliyotekwa. Sasa nataka nikuonyeshe dalili ya 5 ya nafsi iliyotekwa. Maana yake ni kuishi maisha ya kubahatisha. Maisha ya kubahatisha yakoje? Ni maisha ambayo unaishi nje ya kipawa chako. Nje ya kipawa chako. Sasa kama unaishi maisha nje ya kipawa chako, ndio yule ambao unakuta leo umefanya kazi hii, umeacha. Na mara nyingi sana unakuta kila kitu unachokifanya wewe unabahatisha. Huna uhakika nacho kwamba hiyo biashara unayoifanya kweli ni biashara sahihi. Ndio maana kianza kidogo tu, ukikutana na changamoto kidogo unaacha. Kwa hiyo umekuta wewe ni mtu ambaye kila unachokianzisha kinaishia njiani. Maana unaishi maisha ya kubahatisha. Sasa hii inakupelekea sasa hata kuishi kwako, hata kula kwako ni kwa kubahatisha. Kila kitu kwako ni kubahatisha. Yaani unaishi nje ya kipawa chako. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wanatumia nguvu kubwa mno. Unatumia nishati kubwa kwenye kuwaza kwa sababu uko nje ya kipawa chako. Wapo watu ambao, kwa mfano wewe kama Mungu alikusudia wewe mfanyabiashara, alafu kajikuta wewe unaajiriwa, ndio vyote vile hutaishi maisha kwako. Hutapata utoshelevu kwa kila ambacho unakifanya. Ninachomaanisha hivi, maisha ya kubahatisha yako hivi. Kama unajikuta haupati utoshelevu kwenye kile unachokifanya, ni ishara ya kwamba sio kipawa chako. Uko nje ya target. Sasa maana yake ni kwamba huwezi ukayaona matokeo chanya kwenye maisha yako. Siku zote unakuwa ni mtu wa mahangaiko ndani. Huna amani, huna furaha, huna utulivu. Kwa sababu kila kitu kwako wewe unajaribu. Kwa sababu huna uhakika. Umeona? Sasa maisha yako yamekuwa kwenye mzingiro wa namna hiyo. Na wala huwezi kujua natokaje. Haleluya. Sasa kama mtumishi wa Mungu naye hubiri habari za Yesu aliyeshinda kifo na mauti, yeye alikuja kupumzisha watu kutoka katika uteka wa nafsi za watu. Umeona? Watoa watu kwenye vifungo, kwenye magereza ambayo watu wamefungwa. Sasa huwezi ukajitoa kwenye eneo hilo, kwa hicho kifungo. Huwezi kutoka. Hata uende kwa waganga enjeju, umekunaenda kwa waganga, unaona umerogwa, umefanyeje. Yaani unahitaji upate suluhisho sahihi na namna kutoka. Kwa hiyo sasa cha kwanza kabisa, Yesu Kristo aliye hai, aliyeshinda kifo na mauti, akiingia ndani yako, huyo peke yake anaweza kabadilisha vifungo vya namna vinatesa maisha ya watu wengi sana. Watu wengi sana wanaishi maisha ya kubahatisha. Yaani umebaki wewe ni bora jana. Kila kukicha kwenye maisha yako ni kubahatisha. Mungu akusaidie. Fuatilia sasa YouTube channel yangu. Andika tu mimi ni mchungaji, naitwa mchungaji Innocent Julius Konongo. Fuatilia YouTube channel yangu kwa akaunti hiyo ya jina, utapata mafundisho zaidi ya kukufaa. Mungu akutendee mema.